Jambo ambalo limefanyika hapa siku ya leo ni jambo muhimu sana kwa serikali ya Tanzania na hususan kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ambayo imepewa dhamana ya kusimamia sekta ya elimu hapa nchini. Mitaala hii ambayo imejielekeza zaidi kwenye kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa na ujuzi wanapotoka katika elimu ya msingi. Tunahitaji miundombinu mingi zaidi, tunahitaji walimu wengi zaidi kuliko walioko kwa sasa hivi, na namna ya kuhakikisha kwamba ubora wa elimu unakuwepo pamoja na ongezeko hilo la wanafunzi pamoja na ongezeko la mahitaji ya miundombinu ni kutumia mbinu bunifu za kidigitali. Kwa hiyo mambo yanayofanyika na ushirika huu wa Sahara Consult pamoja na Mastercard Foundation Fellowship yanaendana moja kwa moja na jitihada za serikali, au niseme yanaunga mkono jitihada za serikali za kuboresha na kuimarisha matumizi ya teknolojia za kidigitali ili kuwezesha kufundisha na kuwezesha wanafunzi kujifunza kwa mahiri. Kama mnavyofahamu, kwa kutumia teknolojia za kidigitali tunaweza tukatumia walimu wachache waliopo kuweza kuwafikia wanafunzi popote pale walipo, na serikali imewekeza pia kwenye madarasa janja. Lakini kuna teknolojia za kidigitali nyingine kama smartboard, nimesema serikali imewekeza huko. Tumeweza kujenga na kuweka smartboard 422 sofa ambayo yanawezesha wanafunzi kujifunza kwa urahisi zaidi na kuweza kuelewa kwa urahisi zaidi. Nafahamu walimu tumeboresha mitaala na kuboresha pia mazingira na kanuni za ajira hii ya walimu, ambapo sasa hivi tunaelekea kwamba walimu wenye diploma watakuwa wanafundisha shule ya primary, tofauti na zamani ambapo walimu wenye diploma walikuwa wanaweza kufundisha elimu ya sekondari. Tunazindua kohoti ya 3 ya program inaitwa Mastercard EdTech Fellowship Program. Lengo hasa ni kusapoti vijana wa Kitanzania wenye mawazo ya kibunifu yanayotumia teknolojia kwa ajili ya sekta ya elimu. Katika mwaka wa 3 sasa tumekuwa tunawasapoti hawa vijana. Tumefikisha kampuni 36, leo tunasapoti kampuni 14. Hizo kampuni 14 tutazipa mitaji. Kila kampuni itapatiwa kiasi cha dola 70,000 kwa ajili ya kutesti, kudeploy na kuscale hizo solution zao mashuleni kwa kushirikiana na serikali. Lakini vile vile zitapatiwa sapoti ya teknolojia kwa maana kutoka kwenye wataalamu ambao wako kampuni ya Sahara Consult. Lakini vile vile watasaidiwa kupata sapoti ya kubiasharisha hizo kampuni zao ili ziweze kukua na ziwafikie wasomaji wengi mashuleni. Namna gani tunaweza kuachieve dira 2050, na vile vile ni kwa namna gani teknolojia itatusaidia tuweze kupitia elimu kuweza kufikia hayo malengo. Wanawake wadogo wa miaka 18 mpaka 35 wanapata changamoto. Watu wengi wana graduate shule, lakini ikifika kwenye kupata kazi inakuwa ni changamoto. Kwa sisi tunachofanya, tumetengeneza mfumo ambao unasaidia hawa wasichana waweze kupata maelekezo, waweze kupata skills, waweze kupata vifaa ambavyo vitasaidia kukuza biashara zao kwa namna moja au nyingine. Mifumo mingi ambayo ipo katika market sasa hivi inakuja iko ready made tayari, na walimu na wanafunzi wanakuwa ni waangaliaji tu, lakini mfumo wa O+ Tanzania uko tofauti. Maana yake kwamba walimu wanaweza waka-upload content zao katika mfumo, wanaweza wakaposti swala, wanafunzi waka-comment jawabu, lakini vile vile wanafunzi wanaweza wakauliza swala. Kwa hiyo wanafunzi watakaokuja miaka inayofuata wataliona lile jawabu ambalo limejibiwa pale mwaka huu, lakini vile vile ile jawabu halitokei tu pale, linapita kwenye dashboard ya mwalimu, analiverify na analisahihisha kama ni jawabu sahihi.